Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu pendwa cha unabii katika mwendo, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na wakaribisha tena katika kipindi chetu kupitia channel yetu ya Tumaini Moja Media, ambayo inakusogezea mahubiri haya au mafundisho haya ya unabii katika mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu watazamaji wa kipindi chetu cha unabii katika mwendo, tunapoanza somo letu la leo la funguo za kiunabii, nipende kukaribisha tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema na fadhili zako. Tunapoenda kuanza kipindi hiki katika siku hii ya leo, tunaomba pamoja nasi utuongoze kila hatua kufahamu funguo hizi za kiunabii ambazo zitatuandaa kwa ajili ya ujio wako mara pili. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika mada iliyopita tulitazama unabii katika mwendo na kuangalia mianzo kabisa ya kipindi chetu pendwa cha unabii katika mwendo, na tukaangalia kwa namna gani unabii ambavyo ulivyo, na tukasisitizana ya kwamba tunaposoma unabii hatutarajii tu kuona ya kwamba ni kuona wanyama, unamuona dubu, unamuona chui, unamuona simba, unamuona mnyama wa kutisha, lakini tukaona ya kuwa unabii wote wa kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo upo kwa ajili ya kumfunua Yesu Kristo ambaye ni mwingi wa neema na fadhili maishani mwetu. Leo tena ninayo furaha tena kukukaribisha katika kipindi cha siku hii ya leo, ambacho ni kipindi chetu pendwa cha pili kinachosema, na leo tutapita katika mada inayosema funguo za unabii. Ni kweli dunia ya leo, kila unapoingia utaambia weka funguo au weka nywila au password. Unapofungua simu yako utakuwa una password. Unapoenda katika benki utaambiwa password yako ni ipi, line yako, unataka kutoa pesa line yako ni ipi. Unapoingia katika gari lako lazima una ufunguo. Kwa hiyo lazima pia katika unabii katika mwendo tutazame funguo za kiunabii, na funguo za kiunabii hizi zitatusaidia kufungua katika kitabu cha Danieli, kufungua katika kitabu cha Ufunuo, pia kufungua katika vitabu mbalimbali vya unabii katika Biblia. Hivyo ambatana nami katika somo la leo linalosema funguo za unabii. Tumekuwa na fungu letu elekezi linalosema katika Petro wa pili sura ya kwanza ya 19, nasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia ni kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Hivyo tumekuwa tukisisitizana ya kuwa mada zetu za unabii zitakuwa zimejikita katika fasiri ya kibiblia. Ndio maana aya 20 inasema, mkijua neno hili kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiliwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Hivyo katika kipindi hiki tutatumia Biblia na Biblia pekee kufungua hizi funguo za kiunabii. Ikiwa tutakutana na binadamu yeyote ambaye anatoa maana za kiunabii kutumia utashi wake, akili zake, mawazo yake, basi huyo atakuwa anatupoteza na hazitakuwa funguo za kweli za unabii. Leo tena tutazifungua funguo za unabii kutumia Biblia na Biblia pekee, kwa sababu neno la Mungu limehakikishwa ni upanga unaokata kuwili, lakini pia ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Hivyo katika kitabu cha nabii, mwandishi mkuu katika maandishi mengi ya kibiblia anaitwa Ellen Good White, katika kitabu chake cha Testimony to the Ministers and Gospel Workers, ukurasa 112 na 113, anasema kuna haja ya kujifunza kwa karibu zaidi neno la Mungu, hasa Danieli na Ufunuo vingezingatiwa zaidi. Zingatia hili, hasa Danieli na Ufunuo vingezingatiwa zaidi ya ilivyowahi kuwa huko mwanzo. Neno lile ambalo Danieli aliipokea kutoka kwa Mungu ilitolewa hasa kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Mpenzi mtazamaji, ni kuwa kitabu cha Danieli na Ufunuo kama vingezingatiwa kwa umakini, kufahamu kila neno, kila maandiko, kila unabii ulioandikwa katika kitabu cha Danieli na Ufunuo, vingetusaidia kujua wapi tulipo, tunaenda wapi na tujiandae vipi. Hivyo na kutia moyo kuwa uko sehemu sahihi, sehemu ya kujifunza unabii huu ambao daima umekuwa katika mwendo. Hatuna kitu chochote cha kuhofia kuhusu wakati ujao, isipokuwa kama tutasahau jinsi ambavyo Bwana ametuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Kitabu hiki cha
Testimony to the Ministers ukurasa 31. Hivyo hatuna haja ya kuogopa kesho, ya kwamba ikiwa Mungu alimuongoza Danieli kuandika kitabu cha Danieli, ikiwa alimuongoza Yohana kuandika kitabu kile cha Ufunuo, hatutakuwa na wasiwasi ya kuwa atatuonyesha funguo hizi za kiunabii. Naomba nikupatie njia fupi rahisi za kujifunza au kanuni sahihi za kufafanua unabii. Ili ufahamu unabii, wengi wamekuwa wakisoma tu maandishi ya kiunabii na wanashindwa kuelewa, je, wanafahamuje maandishi haya? Ufafanuzi wa kitabu cha Danieli na Ufunuo lazima uzingatie mambo yafuatayo. Kitabu cha Danieli na Ufunuo ni kitabu ambacho au ni vitabu vilivyoandikwa katika fasiri kwa njia tatu. Lazima ya kwanza inaitwa preterist, yaani maneno yenye habari za wakati uliopita. Unaposoma kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo utakutana na unabii wa wakati uliopita. Kumbuka unabii unaelezea mambo yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja. Hivyo falsafa hii ya maneno yenye habari za wakati uliopita ni falsafa ya uliokwisha timia, unabii ambao tayari umeshatokea. Ina mwelekeo wa kuyatazama matukio ya kiunabii yatajwapo katika Danieli kama ambayo yalikwisha timia siku zilizopita, falsafa ya utakapotimia mbeleni. Hivyo preterist ni maneno ambayo yameandikwa kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli ambayo yamekwisha kutimia, ambayo yanakuwa kwetu kama kielezo ya mambo ambayo yamekwisha kupita. Hii falsafa, kwa faida yako mtazamaji, ilianzishwa na mtu mmoja maarufu anaitwa Alcazar katika shirika, alikuwa ni miongoni mwa waasisi wa shirika la Jesuit ambacho ni chama kipo cha watafiti, na ambao pia tutaangalia historia yao. Mambo yao sio mazuri siku zote. Wanaanzisha vitu katika lugha nyepesi tu ya kueleweka, lakini ndani yake kuna vitu vya kufisha, vya kupoteza ulimwengu. Alianzisha katika mwaka 1569, lengo lake ikiwa ni kuwafifisha matengenezo katika karne ya 15, 16 hadi karne ya 19, ambayo iliwafanya watu waone ya kuwa unabii wote wa Danieli na Ufunuo ulishakwisha timia. Lakini la hasha, yapo ambayo yalikwisha timia, lakini mengine yanaendelea kutimia. Hii falsafa, muasisi alikuwa na lengo la kupotosha wana matengenezo, lakini ikitumika vizuri ni msaada ambao unatuonyesha mambo ambayo yamekwisha kutimia. Mfano, katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 na sura ile ya 3, sura ya 3 anza ya kwanza hadi ya 4, unakutana na chimbuko la anguko la mwanadamu. Huu na wenyewe ulikuwa ni unabii unaoonyesha kuwa siku utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa. Kwa hiyo ni unabii ambao umekwisha kutokea na matokeo yake tunaona. Hivyo pointi ya kwanza ni kuwa ili tufahamu unabii lazima tujue umejengwa katika wakati uliopita, ambao ni preterist. Pointi yetu ya pili, unabii wa Danieli na Ufunuo umeelezewa pia katika muktadha wa futurist, yaani maneno yenye habari za wakati ujao. Unaposoma Danieli, yapo ambayo yametimia nyuma, lakini leo tunaangalia pia yapo mengine ambayo yanatimia huko mbeleni. Falsafa hii ya utakaotimia mbeleni, yani futurism, hudai kuwa unabii huo unasubiria utimilifu wake siku nyingi huko mbele, ambayo ilianzisha na Jesuit Francisco Ribera na Kardinali Bellarmine. Leo lengo lao pia lilikuwa ni kupinga kuwa Papa siye mpinga Kristo. Huu unabii lengo la hawa waasisi waliuanzisha kuonyesha kuwa unabii huu utatimia huko mbeleni na sio hivi karibuni. Lengo lao ni kuonyesha kuwa wanadamu wasizingatie sana mambo ya kiunabii. Haya ni mambo ya mbeleni sana ambayo sio ya kuzingatiwa, lakini ikitumika vizuri ni msaada wa kujua unabii kwa matukio ya mbeleni. Mfano, ujio wa Yesu mara ya pili tunajua utakuja mbeleni, nao ni unabii. Lakini pia kilio kikuu, dhiki kuu, wakati wa taabu ya Yakobo tunajua upo wakati ambapo binadamu watashindwa kuuza wala kununua. Huu ni unabii unaokuja mbeleni. Hivyo lazima tuzingatie kitabu cha Danieli na Ufunuo kuwa yapo maneno yanaelezea vitu vinavyokuja mbele yetu. Kwa hiyo Danieli ameelezea mambo yaliyopita, yani preterist, ameelezea mambo yanayokuja, yani futurist, lakini pia yapo mambo mengi ameelezea ambayo yamekaa kihistoria. Na hoja yetu ya tatu ya kuchambua unabii, unaposoma uelewa kwamba hiki kitabu cha Danieli sura ya 10, haya ni mambo yaliyopita au yanatimia mbeleni au ni historia. Na hii ni pointi ambayo inasema historist, yani maneno ya habari za masimulizi ya kihistoria. Mtazamo wa kihistoria, tofauti na falsafa hizo mbili za mwanzo, huchukulia kuwa katika unabii wa siku za mwisho Mungu hufunua mfuatano wa matukio katika historia tangu
zama za nabii hadi mwisho wa wakati, na waasisi wake na wakuta katika mwandishi mashuhuri wa vitabu vya Injili au wa vitabu vya neno la Mungu anaitwa Ellen G. White anapoelezea neno hili. Mtazamo wa kihistoria umejengwa katika msingi wa dhana kwamba Mungu anatenda kazi karne zote za historia ya mwanadamu ili kuleta wokovu katika utimizwaji wake. Hakuna ufa katika shughuli za Mungu za ukombozi katika mpangilio wa matukio yanayoelezewa katika unabii wa kihistoria. Waadventista wa Sabato, yaani kanisa la Mungu, wanaamini kwamba mtazamo wa kihistoria ndiyo njia sahihi ya tafsiri ya unabii inayofaa kutumika katika ufasiri wa vitabu vya Danieli na Ufunuo. Njia hii inaungwa mkono na maandiko yenyewe na ilikuwa katika matumizi wakati wa awali wa kanisa. Zaidi ya hayo, waasisi wanaamini kwamba kwa kutumia njia hii pia wanahifadhi kipengele muhimu cha kazi ya wanamatengenezo na urejeshwaji. Itakuta ni mwandishi mashuhuri anaitwa Don F. Nafid katika kitabu kinachoitwa Seventh Adventist Encyclopedia, ambayo ni ukurasa ule wa pili. Hivyo kueleza unabii kwa kutumia njia ya kihistoria ni njia bora sana, kwa sababu kuna matukio ambayo ya kihistoria yanatokea duniani lakini yanaunganikana na unabii. Ndio maana ukiangalia katika mwaka 1798 wakati wa French Revolution, wakati ambapo historia za ulimwengu, uzinduzi wa viwanda unakuwa mkubwa, wakati ambapo papa anakamatwa na kupelekwa kwenda kufungwa na kutobolewa macho, ni historia ilitokea duniani, lakini inaungwa mkono na kitabu kile cha Danieli sura ile ya 7. Hivyo unabii katika mwendo unaambatana na funguo za kiunabii. Hivyo Biblia ina lugha ya mafumbo katika vitabu vya Danieli na Ufunuo. Tuliangalia katika Luka 8 mstari ule wa 20 ya kuwa watasoma wasielewe, watatazama wasione. Lengo tulitazama ya kuwa unabii umeandikwa katika vificho. Lengo sio kumficha binadamu asielewe maana yake, lakini lengo lake ni kumsaidia binadamu ajue ya kuwa ni ujumbe maalum ambao umetunzwa ili uendelee kudumu na vizazi na vizazi. Ni kutunza ujumbe ulioko ndani yake. Funguo ni kanuni au tafsiri ya kuelewa alama hizo. Hivyo bila funguo unabii hubaki kuwa fumbo. Ndio maana watu wengi leo wakisoma kitabu cha Danieli, wakisoma kitabu cha Ufunuo, wanaona tu ni wanyama, wanaona ni mambo ambayo hayaeleweki. Lakini katika siku ya leo nakaribisha kwako kutazama ya kuwa unabii ni mwepesi, kwa sababu umeelezea kila fumbo unaliona kwako kuna maana yake ambayo imeelezewa. Naipenda Biblia kwa sababu ni kitabu ambacho kinajifunua. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Ufunuo, kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo, ni Biblia ambayo inajifasiri daima. Maana ya neno funguo ni nini? Kanuni za kutafsiri za kufasiri alama. Hivyo funguo zetu ambazo leo tutazipitia kwazo zipo kufasiri unabii, kufanya uwe mwepesi kwetu. Biblia imeelezea wazi katika kitabu kile cha Isaya 28 aya 9 na 10 ya kuwa huku kidogo na huku kidogo. Maana yake ni nini? Kitabu cha Agano la Kale utapata maana yake, Agano Jipya pia imefungua Agano la Kale. Kwa hiyo nawapa pole wale ambao wanasema mimi tu nasoma Agano Jipya, kwa sababu Agano Jipya limefungua yaliyokuwepo katika Agano la Kale. Unaposoma historia ya ukombozi wa binadamu, ilianza tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Unapoangalia dhambi ilitoka wapi? Imetoka katika kitabu cha Mwanzo. Unapoangalia ukombozi umeelezewa kutoka wapi Yesu anazaliwa, umetabiriwa kutoka kitabu kile cha Mwanzo, kitabu kile cha Mika. Hivyo tunapoona kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mathayo kinaelezea Yesu anazaliwa, maana yake ni mwelekeo ambao umetokana na kile kitabu cha Mwanzo. Hivyo Biblia daima imekuwa ikijitafsiri. Hauna haja ya kutumia maneno yako binafsi, kwa sababu Biblia inajitafsiri yenyewe. Hivyo funguo hutusaidia kuelewa ujumbe wa Mungu. Kanuni za kufasiri unabii. Biblia elewa ya kwamba inajieleza yenyewe. Ni andiko juu ya andiko. Hauna haja ya kuhangaika, kwa sababu kitabu kile cha Mwanzo kimeelezea fasiri ambayo pia imesaidia kitabu kile cha Mathayo. Lakini pia elewa muktadha wa kihistoria na wa kiroho. Sio kila sehemu utakayosoma itakuwa ni maana ya moja kwa moja. Hivyo kuna wakati utakutana na neno limekaa kimafumbo, lakini maana yake ukisoma vizuri itaeleweka. Ndio maana watu wengi leo hii wanapinga hata Sabato sio Jumamosi, kwa sababu wanasoma tu Mwanzo, wanachukua kifungu kimoja, lakini fika sehemu soma sura nzima, itakuonyesha wapi unatakiwa kuelewa. Pia ili tuelewe unabii, lazima tumuombe Roho Mtakatifu
atusaidie kuelewa kwa kina, kwa sababu unabii huu upo kutusogeza kumfahamu Yesu na Yesu anayetukomboa daima maishani mwetu. Hivyo nikupatie baadhi ya funguo za kiunabii, mahali ambapo ukiona neno hili ujue maana yake ni hii. Hivyo tunaenda kutazama baadhi ya funguo za kiunabii, mahali ambapo ukiwa unasoma kitabu cha Danieli ukiona neno hilo jua maana yake ni ipi. Wakati ambapo utaona tafsiri fulani usishangae, kwa sababu Biblia imetoa maana zake. Katika kitabu cha Danieli au vitabu vya unabii, mahali pengi ukisoma utakutana na neno mnyama. Soma kitabu cha Danieli sura ya 7, aliona wanyama wakitoka katika nchi kavu, wakitoka baharini, mmoja dubu, mmoja mfano wa chui, mmoja mnyama wa kutisha. Hawa wanyama wote aliwaona. Ukienda kitabu kile cha Danieli sura ya 13, sura ya 17, unaona kuna mnyama anatoka baharini, kuna mnyama anatoka nchi kavu. Hivyo unapoona neno mnyama katika tafsiri za kiunabii, elewa, zingatia ni katika tafsiri za kiunabii. Maana yake imeelezewa kitabu kile cha Danieli sura ya 7 aya 17 na ile aya 23. Danieli anaambiwa wale wanyama wakubwa wanne uliowaona ni wafalme ambao watatawala katika ulimwengu huu. Hivyo ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 7, wale wanyama unaowaona sio tu wanyama wa kawaida ambao tunaona katika mbuga za wanyama, lakini ni wafalme au mataifa ambayo yalitabiriwa kutawala katika historia ya ulimwengu. Na tutakuwa tukiendelea kuchambua unabii katika vipindi vinavyofuata, tutaanza kufahamu ufalme mmoja baada ya mwingine, kutokea Babeli, kutokea Medi na Wajemi, kutokea hadi mwisho tunapata Rumi. Wote tutaona katika historia ya ulimwengu. Hivyo unaposoma katika vitabu vya unabii ukutana neno mnyama, maana yake ni taifa, ufalme, ambayo imeelezwa kitabu kile cha Danieli sura ya 7 ya 17 na 23. Unaona kuna sehemu naambiwa yule mnyama alikuwa na pembe 10 na vichwa 7. Pembe 10 maana yake ni nini? Katika Danieli sura ya 8 aya 20 hadi 21 unaambia kwa zile pembe ulizoziona kwa yule mnyama, maana yake ni mfalme au ni mamlaka. Kwa hiyo unapoona alikuwa na pembe 10, maana yake alikuwa na mamlaka, ana uwezo mwingi. Ndio maana katika Danieli sura ya 7:23 naambiwa yule mnyama aliazimu kubadili majira na sheria, maana yake ana mamlaka hata kubadili majira na sheria. Hivyo unapoona pembe, maana yake ni mfalme au mamlaka. Lakini pia tumesoma katika Danieli sura ya 7 tunakutana na maneno yanakwambia, Danieli anasema niliona wanyama wakitoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Kwa nini watoke baharini? Bahari ni nini? Kitabu kile cha Danieli sura ya 17 na ile aya ya 13, neno bahari maana yake ni makundi ya watu au mataifa. Nakwambia wale wanyama uliowaona maana yake ni makutano au watu wengi. Kwa hiyo unapoona bahari maana yake mnyama ametoka baharini, maana yake ni ufalme, ni mnyama huyo. Baharini ametoka katika jumuiya ya watu wengi. Hivyo tunapokuwa tukiendelea kuchambua unabii wa Danieli sura ya 2 na ya 7 na kuendelea, tunapokuwa tukiona nimetaja mnyama au ametoka baharini, unajua kuwa huyu basi ametoka katika jumuiya ya watu wengi, kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 17 aya 13. Hivyo unabii huu unajitafsiri. Hauna haja ya kusema ukaona mnyama ukasema huyu mnyama atakuwa ni nani, lakini yeye kuwa mnyama ni ufalme. Lakini pia utaona neno upepo, tutakuwa tukiliona sana katika masomo yanayofuata juu ya hawa wanyama na falme na unabii. Unapoona neno upepo katika kitabu cha Yeremia sura ya 49 aya 36 hadi 37, maana yake ni vita au migogoro. Tutakuwa tukiendelea kuchambua unabii, tunaona kuna upepo mwingi. Katika kitabu cha Danieli sura ya 11 aya 40 na 41 tutakuwa tukiangalia ya kuwa upepo ukavuma, maana yake kulikuwa na vita au ghasia. Lakini pia utakutana na neno ambalo limeelezea kuwa mwanamke safi. Sasa katika unabii tuna aina mbili ya wanawake, kuna mwanamke safi na mwanamke kahaba. Tunapowaona hawa, kila mmoja na maana yake. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 1 naambia Yohana aliona mwanamke safi, bikira safi, ambaye yeye huyo mwanamke juu ya kichwa chake alikuwa na jua, chini ya miguu yake alikuwa na mwezi, lakini pia alikuwa na taji ambayo ilikuwa na nyota 12. Sasa huyu mwanamke wa Ufunuo sura ya 12, huyu ni mwanamke safi.
Sasa kama mwanamke safi maana yake nini? Ukiona neno mwanamke katika vitabu vya unabii maana yake ni kanisa. Na kwa hivyo kama ni kanisa, kuna kanisa la uongo na kuna kanisa la ukweli. Kwa hivyo Ufunuo sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 5, hapa tunakutana mwanamke safi, maana yake kanisa la kweli, kanisa la Mungu. Lakini pia katika Ufunuo sura ya 17 utakutana mwanamke mwingine. Huyu ni kahaba ambaye yeye alikuwa na jina limeandikwa katika uso wake, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Huyu sio mwanamke mzuri, huyu sio mwanamke bora, huyu ni mwanamke kahaba. Hivyo Ufunuo sura ya 17 imeelezea mwanamke kahaba, maana yake kama mwanamke ni kanisa, basi ni kanisa ambalo limeanguka, kanisa la uongo. Na hili tunavyoendelea kuchambua vitabu vya unabii, tutamwelezea mwanamke kahaba. Kwa nini ni kahaba? Kwa nini asiwe safi? Kwa nini alianguka? Tutatazama katika unabii katika Mwendo. Lakini pia utakuta neno nyota katika Ufunuo sura ya 12 ya kwanza, anasema yule mwanamke alikuwa na taji ambayo ilikuwa ya nyota 12. Nyota maana yake ni nini? Katika Ufunuo sura ya kwanza ya 20, nyota maana yake ni malaika ambao wanakuwa daima wakiongoza maisha yetu, wakati wameelezewa kama wajumbe kutoka mbinguni. Lakini kuna wakati ukuta neno giza, maana yake ni kukosekana kwa ukweli. Katika Isaya sura ya 60 aya ya 2 utakutana na neno jua. Jua maana yake ni uhakika wa kuona unakoelekea, na hiyo utaikuta kitabu kile cha Malaki sura ya 4 aya ya 2, maana yake ni haki ya Kristo. Uwepo wa Yesu Kristo ni jua na ni mwangaza katika maisha yetu. Hivyo hayo tu ni baadhi ya funguo za kiunabii. Tunapokuwa tukiendelea kuchambua unabii kuanzia kitabu cha Danieli kuelekea kitabu cha Ufunuo, sura kwa sura tutakuwa tukitazama kwa umakini aya moja baada ya nyingine na tafsiri yake. Nikutie moyo ndugu mtazamaji, kuna wakati ulisoma unabii ukaona ni vitu visivyoeleweka, lakini kupitia vipindi hivi takusogezea tafsiri nyepesi ambayo Yesu anatamani uifahamu na umfuate yeye, maana za kiunabii. Sasa katika unabii zipo kanuni. Ndiyo, katika mahesabu tunazo kanuni ya kujumlisha, kutoa, kugawanya. Hivyo katika unabii ipo kanuni, zipo kanuni ambazo tukizitumia daima zimekuwa ni hesabu za kiunabii. Katika unabii utakutana na mahesabu mengi, lakini yasikuogopeshe kwa sababu ni mahesabu mepesi, sio kama yale ya shule ambao watu wengi wamekuwa wakiyasoma. Na mahesabu ambayo tutakutana nayo ambayo zipo kanuni za kujifunza. Kanuni maarufu sana katika unabii, kwa sababu tutakuwa tunakutana na miaka, unakutana miaka 3.5, miaka 1260, siku 1260, utakutana na majuma 42. Hizi namba za kiunabii, unabii unaendana na matukio halisia yanayotokea duniani. Hivyo kanuni ya kwanza maarufu katika kufasiri unabii ni siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Utashangaa kidogo, inawezekanaje siku moja iwe sawa sawa na mwaka mmoja? Ambatana nami unapokuwa ukiendelea kufuatilia huu unabii katika Mwendo, tukiwa katika kipengele cha funguo za kiunabii. Na hii ni funguo mashuhuri katika unabii wowote wa Biblia tunaokuwa tukijifunza kitabu cha Danieli na kitabu kile cha Ufunuo. Kwa kitabu kile cha Hesabu sura ya 14 na ile aya 34, Biblia inasema kwa hesabu hizo siku mlioipeleleza ile nchi, yani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka. Zingatia, kila siku kuhesabiwa mwaka. Mtachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Kitabu kile cha Hesabu, Mungu anawapatia unabii kuwaonyesha wanaweza ya kuwa watahesabu siku moja kuhesabiwa mwaka. Lakini pia Ezekiel sura ya 6 anasema, tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40. Siku 40, siku moja kwa mwaka moja nimekuagiza. Kwa hiyo Biblia imeunga hoja ya kuwa siku moja katika unabii sawa sawa na mwaka mmoja. Hii ni katika unabii peke yake. Sisi ukasoma kitabu cha Mwanzo ukutana alilala siku 16 ukasema basi hizo sawa sawa na miaka 16. La hasha. Hii ni kanuni inayotumika tu katika kitabu cha Danieli
na kitabu cha Ufunuo katika mada za kiunabii. Hivyo siku moja sawa na mwaka mmoja. Hili tunaithibitisha vipi? Sasa wapo watu wengi wanajiuliza, ndio siku moja ni mwaka mmoja. Katika kalenda zetu tunazitumia miezi imetofautiana. Kuna miezi na siku 31, kuna miezi na siku 30, mingine 28, mingine 29. Je, kwa nini tusiwe na miezi inayofanana? Kwa sababu katika utafiti, katika wataalamu wa anga, wataalamu wa jiografia waambia kuna mwaka mrefu na mwaka mfupi, lakini kuna asili ndani yake. Lakini leo nataka nikuonyeshe ya kuwa upo unabii unaotuonyesha kanuni ya Biblia daima ya kiunabii ya kujua mwezi una siku ngapi, kwa sababu kama siku moja ni mwaka mmoja, basi lazima tujue mwezi unazo siku ngapi. Je, ni 28, ni 29, 30 au 31? Sababu tunazo kalenda nyingi sana. Tunazo kalenda ambayo nyingine inaitwa kalenda ya Justinian ambayo alianzisha, ambayo ilikuwa ikipungua masaa 11 katika mzunguko wa jua. Lakini pia tunao kalenda ya mtafiti mmoja anaitwa Papa Gregory ambayo ndio hadi sasa inatumika, ambayo ili kufidishia ile masaa 11 ikatakiwa miezi mingine iwe ni 28, 29, baada ya miezi minne ibadilike iwe 28 au 29. Hivyo nataka nikupitishe kutazama ya kuwa katika Biblia mwezi mmoja unazo siku ngapi. Wote tunajua kuwa kitabu kile cha Mwanzo sura ya 7 ni sura ambayo inaelezea wakati wa gharika, wakati wa Nuhu ambaye amehubiri miaka zaidi ya 120, lakini wakaokolewa watu wachache. Lakini hapa ndipo Mungu alipitisha kanuni ya mwezi una siku ngapi. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 7 aya 11 linasema, katika mwaka wa 106, mwaka wa 106 wa maisha ya Nuhu, mwaka wa 106 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Huu ni wakati ambapo gharika lilianza mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwaka wa 106 wa Nuhu. Lakini katika aya 24, maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Kwa gharika itakiwa lianze na liishe ndani ya siku 150. Na kwa hivyo gharika limeanza katika tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 106. Lakini Mwanzo 8 aya 3 anasema, maji yakadumu kuondoka katika nchi na mwisho wa siku 150 yakapunguka. Ilipofika tu siku 150 maji yalipungua. Aya 4, mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima Ararat. Kwa hiyo gharika lilianza tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 106 wa Nuhu, likaisha tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa 106 na Nuhu, ambayo ni mahesabu ya kawaida. Tukiyatoa hapo, miaka tukiitoa itakuwa 0, miezi itakuwa 5, siku zitakuwa 0. Hivyo tunapata jumla ya miezi 5. Gharika lilitakiwa lidumu ndani ya siku 150. Kwa mahesabu hayo, siku 150 sawa na miezi 5. Je, mwezi mmoja sasa na siku ngapi? Mahesabu tu ya kuzidisha. Ikiwa siku 150 sawa na miezi 5, je, mwezi mmoja sasa na siku ngapi? Ambao utachukua siku 150 utagawa kwa 5, ambao utapata mwezi mmoja una siku 30. Kwa hiyo katika Biblia mwezi mmoja ni siku 30 na mwaka mmoja sawa na siku 360. Kwa hiyo kwa nini kuna miezi ina siku 28, 29, 30 na 31? Ipo historia yake, ambayo kuna kalenda ya Julius Caesar na Papa Gregory. Julius Caesar ambayo ilipungua masaa 11 katika mzunguko wa jua, kwa ikabidi inapokuja kuzinduliwa kalenda nyingine, na hata tutaangalia katika Danieli sura 7:25 anasema naye ataazimu kubadili majira na sheria. Tutamuona huyu mnyama ambaye alibadili majira na sheria katika vipindi vinavyofuata. Hivyo tumegundua kuwa siku moja sawa na mwaka mmoja katika unabii, lakini pia mwezi mmoja una siku 30. Ndio maana katika Danieli sura 7:25 anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi kwa wakati,
nyakati 2.5 wakati. Hii tutaiona katika unabii katika Mwendo. Wakati Biblia inapokuambia wakati, maana yake ni mwaka mmoja, nyakati 2 maana yake ni miaka 2, nusu wakati maana yake nusu wakati, ambao ukijumuisha unapata miaka 3.5. Kama mwaka mmoja ni siku 360, basi miaka 2 ni siku 720, na mwaka nusu maana yake ni siku 180. Jumla unapata siku 1260, ambayo kama siku 1260 sawa sawa na miaka 1260. Uthibitisho wako na ukuta katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 6. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260, ambao hizo siku 1260 sasa na miezi 42. Ndugu mtazamaji, funguo hizi za unabii zipo kutusogeza kuona ya kuwa tunapokutana na neno siku katika unabii, maana yake ni sawa sana mwaka. Kama ni sawa sana mwaka, siku zetu za kiunabii ambazo tutaendelea kujifunza, tutaziona kwa kina ya kuwa unabii wetu katika Mwendo umejikita katika funguo za kiunabii, ambao baadhi yake leo tumezigusia, tutaendelea kujifunza. Ndugu mtazamaji, kuna wakati maisha yako yamekuwa ni magumu, lakini nikutie moyo ya kuwa unabii katika Mwendo upo kupatia tumaini ya kuwa hata kama unaelekea kujinyonga, maisha yamekuwa ni magumu, maisha ya kiuchumi yamekuchanganya, ukitazama huku vitu havieleweki, huku havieleweki, unabii katika Mwendo upo kutuonyesha kuwa yupo Yesu anayekuja, ambaye yeye atabadilisha historia ya ulimwengu. Maisha yetu ya taabu, dhiki, majonzi yatabadilishwa. Yesu anakuja tena, na akija atatusogeza kwake, nasi tutaenda kwake, sehemu ambapo hamna vilio, hamna majonzi, hamna kilio, hamna kusema nimefiwa na ndugu yangu. Ni unabii katika Mwendo unakuja kutusogeza kumwona Yesu ni rafiki anayetupenda licha ya dhambi zako. Ndugu mtazamaji, bado Yesu anakupenda. Ufunuo sura ya 1 ya 3, heri asomaye na wao washikao maneno ya unabii huu. Lengo la kujifunza maneno haya ni tuyasome, tuyaelewe na tuyashike. Karibu tena katika vipindi vinavyofuata, tukijiandaa kumlaki Yesu anapokuja muda sio mrefu. Unabii huu utatuonyesha unabii katika Mwendo. Maisha yetu yanaendelea, kila siku matukio yanatokea yanayotusogeza kwenda kumtazama Yesu ambaye muda sio mrefu atarudi. Mungu akubariki sana unapokuwa ukijiandaa kuja kwake mara ya pili, na karibu tena katika kipindi kingine ambacho tutaendelea kujifunza. Basi na tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tumejifunza funguo za kiunabii. Tunatamani unapokuja mara ya pili uwe umetuandaa kufahamu hizi funguo na kujiandaa kuja kwako mara ya pili. Tusamehe makosa yetu, msamehe mtazamaji na mbariki. Tunaomba na kushukuru kwa utaendelea kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu ataendelea kufasiri maneno haya katika akili zetu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana akubariki.